Okay, ninamshukuru Mungu kwa wale ambao mliniombea. Nilienda kwenye mkutano Dodoma salama na nilirudi salama. Jina la Bwana litukuzwe sana. Tulikuwa na mkutano mzuri sana pale kwenye ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention, na mimi nilirudi siku ya Jumapili. Nitangaze tu kwamba pia wale viongozi wa madhehebu yote saa 4 kamili wakati mnatoka break tukutane kwa dakika chache. Bwana asifiwe. Wale wa madhehebu yote. Sasa tuombe kwa ajili ya somo la leo. Baba yangu na Mungu wetu, nakushukuru kwa asubuhi ya leo, umetupa nafasi tuanze na wewe, na kuomba uweze kutubariki na uweze kutusaidia na ututendee mapenzi yako katika jina la Yesu naomba na kushukuru nikiamini, amina. Somo leo linatoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 6 na aya 8. Nasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ila ukisoma aya ya kwanza inasema, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao wanafeli walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwa kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyoni. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na ahidi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Bwana asifiwe. Sasa swali hapo ni kwa nini Nuhu alipata neema machoni pa Bwana? Wiki hii nimeanza kusoma kitabu, wiki iliyopita nimeanza kusoma kitabu cha Mwanzo. Nairudia tena Biblia tena huko. Leo niko sura ya nadhani ya 8. Ya 7 ama ya 8. Kwa nini Nuhu alipata neema? Biblia inasema neema ni upendeleo. Neema ni nini? Ni upendeleo. Na haitokani na nguvu zako, haitokani na uwezo wako, haitokani na utajiri wako, haitokani na muonekano wako, haitokani na ushawishi wako katika jamii maarufu, haitokani na uwezo wa kuhubiri ama kutokuhubiri. Yaani neema haitokani na kwamba unatoa zaka na sadaka nyingi ama kidogo. Neema haitokani na muonekano wako mzuri, una mwili mkubwa ama ndogo, una 6 pack au una 6 pack. Neema ni upendeleo. Haujalipia chochote kupata nini? Neema. Neema is just yaani ni upendeleo ambao Mungu amekupatia wewe mwanadamu. Hiyo ni tafsiri ya kwanza neema. Yaani kwa mfano leo asubuhi umeamka, fikiria watu wangapi leo wamepata ajali, wangapi leo wamelazwa, wangapi leo wamekosa hata ada ya chuo.
Wangapi leo wamekosa chakula? Niliwapa kisa siku moja, mama yangu alienda Muhimbili pale kumpeleka ndugu yangu hospitali, alafu nikawa namtia moyo, anasema namshukuru sana Mungu kwangu mimi, nikiwaona wengine wanayoyapitia kule hospitali Muhimbili, ninasema afadhali mimi, Mungu amenipa upendeleo. Hiyo ni tafsiri ya kwanza ya neema. Tafsiri ya pili, na hii imejengwa kwenye Tito sura ya 2 kuanzia mstari wa 12 na 13. Neema imetolewa kwa wanadamu wangapi? Wote. Na hii neema inatukataza kutenda nini? Dhambi. Neema haikufanyi uishi unavyotaka. You see, there are some people wanasema mimi nimeokolewa kwa neema, kwa hiyo nitaishi ninavyotaka. Nitakula ninavyotaka, nitakunywa ninavyotaka, nitatembea ninavyotaka, nicheza ninavyotaka, nitavunja amri 10 za Mungu ikiwemo na Sabato. Wako watu wanaofanya hivyo. I think that is a minor theological thinking, low theological thinking. Lakini neema inatukataza kufanya mabaya mangapi? Mabaya mangapi? Yote. Na neema haikufanyi uzivunje amri 10 za Mungu. Neema inakupa nguvu ya kuzitunza amri 10 za nani? Za Mungu. Maana neema inakuonyesha makosa yako, na hauwezi kuyaona makosa kama hauna amri za Mungu. Wengi mmesoma kwenye vyombo vya habari hivi karibuni, kuna Muislamu anaitwa Hamisi kule maeneo ya Makongo. Mimi nilifikiri ni Waadventista ndio wameweka zile amri. Kumbe nimefuatilia, sio Mwadventista bwana, ni Muislamu ameziweka zile amri 10 na imetoka kwenye TBC na vyombo mbalimbali vya habari. Wangapi wameona hilo jambo? Aliyeweka yule sio Mwadventista, sio Mkristo. Aliyeweka ile ni Muislamu. Tena ameziandika vizuri zilipoandikwa kwenye amri 10. Vile vile hajakosea hata moja. Na asili ya hizi hata kabla hazijashushwa kwa Musa ziko rohoni. Ziko rohoni. Yaani ziko rohoni. Naposema rohoni, moyoni. Ziko moyoni kabla hazijaandikwa amri 10. Ziko wapi? Ziko moyoni. They are in your hearts. Ziko moyoni. Kwa hiyo ukizikataa, maana yake umeikataa neema. Kwa hiyo hii neema ndiyo ambayo ilimuokoa nani? Nuhu. Kwa nini? Alikataa maovu yote. Alikataa uzinifu, alikataa uasherati, alikataa ibada ya sanamu, alikataa kuvunja Sabato, alikataa maovu yote 100%. He had never negotiated with sin. For him, right was right and wrong was wrong. Yaani kilicho sahihi kilikuwa ni sahihi, ambacho hakuwa sahihi sio sahihi. Mimi ninaye mwalimu mmoja ambaye hata mimi amenifundisha. Nilisimuliwa, sio kwamba nilisimuliwa, na ni rafiki yangu sana, ni mwalimu wa theolojia. Kwenye eneo la theolojia ukisikia mtu anasoma systematic theology, muogope sana huyo mtu. Yaani hata mtoto wake anaweza kumuona hapo kama anatenda dhambi, atapotea tu. Kama alishamwambia alafu anatenda, ataenda tu hivyo. Imagine wewe mwalimu, si mwalimu mko hapo, si ndio? Unamfundisha mtoto wako darasa moja,
wewe ndio mwalimu wake, alafu wewe ndio unalipa ada, si ndio? Alafu yule mwalimu, mwanafunzi ni mtoto wako, lakini mwanafunzi amepata 0. Umesaisha kabisa, amepata 0. Utakubali kurudia tena kumpa ada, kulipa tena ada arudie darasani? Sema tu moyoni. Unasema haiwezekani. Utafanya something ya faulu, si ndio? Sasa huyu yeye alikuwa tayari kufanya hivyo, na ni mtoto wake. Alimpa kile ambacho mtoto wake amefanya nini? Amekipata. Ndio haki yake. Hakuna upendeleo hapo. Ndio haki yake. Na upendeleo sio kuruhusu kutenda dhambi. Upendeleo ni kukupatia kilicho haki yako. Alafu na kusaidia wakati unaishi usirudie kutenda dhambi. Na alifeli mtoto wake, akarudia tena, akamlipia na ada. Tena sio ndogo, ni kubwa. Sasa mtoto wake alikataa nini? Alikataa uovu. Will you able to stand in this world, sinful world? Hii dunia ya leo ya dhambi, hii dunia bila kiangalia, hii bado ni neema tu ya Mungu inaendelea kushikilia. Bwana asifiwe. Yaani hii dunia nikiangalia vizuri, dunia ambayo inasema wrong is right, right is what? Is wrong. Dunia inayoshabikia uovu, will you able to stand like no? Unaweza? Utaweza? Hebu angalia jirani yako vizuri. Kama macho yake kama anasema kweli. Mwangalie tu vizuri. Hasa ndio dada. Juzi nimesoma kwenye kisa fulani. Wale wadada walimpiga mwenzao. Mnakumbuka? Wangapi wameiona hiyo clip? Wamempiga, wamemjoroa. Sasa mimi nauliza, nani mwenye shida? Aliyepaswa kwenda kupigwa vile ni nani? Mwanaume. Yule walimwonea tu bure. Sasa na mwanaume akitangaza nyinyi wote siwataki, mimi nabeba huyu, mtafanyaje sasa? Pasaka imeenda na mengi. Na wengine hapo pengine mmelizwa hapo. Pole. Muje ndakupa ice cream kidogo. Pole. Hebu angalie mwenzako, muulize Pasaka ilikuwaje. How was Pasaka? Mbona unaogopa? Huyu ni rafiki yako, dada yako tu. Bwana asifiwe. Sisi wa sister. Haleluya. Bwana anataka tuachane na dhambi. Amen. Bwana asifiwe sana. Anataka tuachane na dhambi. Katikati ya uovu, Nuhu alibaki kuwa mwaminifu. Alisema nitadumu kuwa mwaminifu hata kama itakuwaje nitabaki mwenyewe. Nilikuwa naongea na mtu mmoja jana. Nikamwambia even if I will remain alone for what I believe is right, let it be so. Ndivyo wana matengenezo walivyokuwa wote wa kanisa duniani kote. Tuzungumzi juu ya dhehebu, wana matengenezo wote. Ukisema kina Martin Luther, what? The Reform. They stand for what they believe is right, and they call sin by its own name. They never negotiated with sin. Don't negotiate. You better remain alone. Wakuite tu mshamba, lakini ikimbie dhambi. Wakuite wewe ni mshamba kabisa majina yote, lakini simama na Mungu. Na nataka nikuhakishie, Mungu atakuinua kwa wakati wake. Bwana asifiwe. Katika Biblia
kwa uaminifu kabisa ambaye Mungu aliwahi kumwacha. Hayuko. Yusufu alitumia neema vizuri. Yusufu katika Biblia. Lakini akaja kuwa mtu mkubwa. Musa alitumia neema vizuri. Bwana asifiwe sana. Akaja kuwa mtu mkubwa. Kina Danieli walitumia neema vizuri. Wakawa watu wakubwa. Bwana aliwainua. Yesu alidharauliwa na kupigwa mawe na kila namna. Lakini leo anaitwa mfalme wa nani? Wa wafalme, Bwana wa Bwana, Mungu wa. Wewe unaogopa leo, si nitakulaje, nitaishije? Yesu alisema ukikosa chakula, yeye ndiye mkate wa nini? Sasa watu wanaogopa. Sasa mimi nikiwa mwaminifu nitapata chakula wapi? Bora maisha yaende. Kuna watu wanasema bora maisha ya nini? Yaende. Hizo ni lugha za dhambi. Kuwa mwaminifu kwa Bwana. Bwana asifiwe. Hata vile vidada vile vinajiuza vile, si viko vinajiuza vile. Si wao wanasema bora maisha iende, pesa mfukoni. Ni dhambi. Ndio maana wengine unaona wanashiriki mchezo wa nini? Ya beti, wanajiuza, mpaka na wanaume wanajiuza. Siku hizi wako mpaka kwenye vyuo vikuu wanajiuza ili wapate nini? Mkate, maisha ya nini? Avae vizuri, atembee na gari. Wanajiunganisha mpaka kwenye madini ya mashetani. Wako mpaka wanafunzi wameshajiunga kwenye madini ya nini? Ya mashetani, na Freemason. Anaweza akawepo hata mmoja hapa. Itikenia? Usione tu watu wanachukuliwa na magari wanatembea, wakazani vinapatikana kule. Walishajisacrifice kwa mashetani. Wako wanafunzi. Na mimi nina ushuhuda wa hapa. Washajiuza kwa shetani. Kama unafanya uzinifu, unafanya uasherati, unajaribu na unajisifu kabisa. Si unamtumikia shetani. Umewewa kusema wrong is what? Is right. Na right is what? Is wrong. Unaitumia neema vibaya. Neema ni upendeleo, lakini upendeleo wake haukwambii uishi unavyotaka. Neema inaukataza kufanya ubaya, dhambi zote na maovu yote. Leo kidogo nimekuwa mkali kidogo. Hamna. Mungu ameniambia niongee hivi leo. Kwa hivyo nawasihi marafiki zangu wote hapa, mlipo hapa, wanafunzi na walimu na wengine. Napomalizia, fanya kilichokuleta. Fanya kilichofanya. Fanya kilichokuleta hapa. Ombe jirani yako, fanya kilichokuleta hapa. Mwambie vizuri, fanya kilichokuleta hapa. Fanya kilichokuleta hapa. Mwambie mpendwa, fanya kilichokuleta hapa. Fanya kilichokuleta hapa. I assure you. Kama hautofanya kilichokuleta hapa, utakula mswaki. Mimi ukija kwangu nakuombea na kutia moyo. Lakini ishaenda hivyo, imekula hasara kwa wazazi wako na hasara kwako. Mwisho utaenda kufanya hiyo biashara unayofanya. Basi mimi nimekuambia ukweli kwa moyo wa upendo. Kama hautofanya kilichokuleta hapa, siku moja utakuja kusimulia, jamani, na mimi ningekuaga waziri mkuu. Ningekuaga medical doctor. Ningekuaga si nani. Lakini kumbe uliitumia neema vibaya. Mungu amewapa fursa katika chuo hiki kumwabudu kwa uhuru. Tumieni fursa hiyo.
Tumieni fursa hiyo. Na wanasema wote ambao wameweka Mungu wa kwanza hawajai kufeli, hawajai kushindwa. Nina shuhuda nyingi sana za wote ambao wamemweka Mungu wa kwanza, hawajawahi kushindwa, hawajawahi kufeli, yaani wamefanikiwa katika maisha yao, kwa sababu the Lord amekuwa pamoja na wao katika mabonde na milima, katika machungu na raha, amekuwa pamoja na ndio hivyo. Huo ulikuwa ndio ujumbe wa siku ya leo, na Bwana awabariki sana. Sasa muangalie jirani yako, tunaenda kuomba. Muangalie jirani yako. Muelewa pasta, muulize muelewa pasta. Ama umenuna tu. Muulize jirani yako, muelewa pasta? Kazi kwa kweli. Mimi nawatakia mema, yaani mimi nawatakia mema. Mimi kusoma nishamaliza na maisha nishaanza, ila mimi nawatakia mema. Bwana asiweza. Mimi sasa hivi natafuta hela na utume, si haki yangu zaidi, ila wewe soma. Bwana asifiwe. Mimi sasa hivi natafuta corona money, ila uwezi pata hela yangu bure. Hata kama mimi mchungaji, hakuna bure. Unafanya kazi bwana, madeni unacheka. Ukija wangu itabidi ufagie ndio upate hela. Astuombe.